itendeke. Na bila shaka nataka tukuelekeze katikati ya jiji la Nairobi ambapo waandamanaji wako katika eneo mbalimbali jijini Nairobi wakilalamikia kile wanachotaka ni kujiuzulu kwa Eliud Lagat ambaye ni naibu inspekta jenerali wa polisi. Fahamike kwamba Lagat jana alijitenga kwa muda ili kupisha nafasi ya uchunguzi kuandaliwa kuhusiana na mauaji ya Albert Ojwang ambapo yeye ni miongoni mwa jina lake limetajwa pakubwa katika kesi hii, na hawa waandamanaji wanajitokeza kutaka ajiuzulu rasmi na wala tu sio kujiweka kando na kupisha nafasi ya kuweza kufanyia uchunguzi kwa kisa hicho cha mauaji ya Ojwang. Hao ni waandamanaji ambao wapo katikati ya jiji la Nairobi. Tutakuwa tukiungana naye mwanahabari mwenza ambaye ni Jeff Kirui ambaye anafuatana na waandamanaji hawa kuweza kusikia malalamishi yao, malilio yao na kauli zao ni zipi ambazo wanazipaza wakitaka kusikilizwa. Tumeona kwamba kumekuwa na malalamishi kutoka kwa viongozi mbalimbali, viongozi wa makanisa, vile vile tumeona katika taarifa ya awali viongozi na walimu wa sekondari kule Kwale pia wakitaka kujiuzulu kwa inspekta jenerali wa polisi Douglas Kanja, vile vile wakimtaka ambaye ni waziri wa usalama wa taifa Kipchumba Murkomen pia kujiuzulu. Ni wito mbalimbali ambao umekuwa ukiitishwa na wananchi tofauti kuhusiana na mauaji hayo ya Albert Ojwang. Fahamu kwamba tunaelekea mwaka mmoja hadi kuandaliwa kwa yale maandamano ya Gen Z, na baadaye katika mahojiano yetu leo hii tutakuwa tukiangazia nafasi ya vijana katika serikali na vile vile nafasi ya vijana katika maandamano haya ambayo yamekuwa yakifanyika humu nchini, ikiwa tarehe 25 Juni itakuwa ni mwaka mmoja tangu kuandaliwa kwa maandamano ya Gen Z. Tuachane na hayo. Tofauti kali zimeibuka ndani ya chama cha KUPPET